Sura ya 38. Ujumbe wa Mungu wa mwisho. Naliona malaika mwingine akishuka kutoka mbinguni, mwenye mamlaka kuu, na nchi ikaangazwa kwa utakatifu wake. Akalia kwa sauti kuu akisema, umeanguka, umeanguka Babeli ule mkuu, umekuwa masikani ya mashetani na ngome ya kila roho chafu mwenye kuchukizwa. Nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake, enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake. Ufunuo sura ya 18 mstari wa 1, wa 2 na wa 4. Tangazo lilotolewa na malaika wa pili wa Ufunuo sura ya 14 mstari wa 8 linarudiwa tena hapa, pamoja na nyongeza ya adhabu inayomhusu Babeli tangu tangazo la kwanza lilipotolewa. Hapa inaelezwa hali ya kutisha sana kwa kukataa ukweli. Mioyo ya watu itazidi kuwa giza zaidi na zaidi, nao watazidi kushupaa. Wataendelea kukanyaga mojawapo ya amri ya Mungu mpaka watafika hatua ya kuwatesa wale wanaoitunza amri hiyo. Kristo atadharauliwa pamoja na neno lake na watu wake. Jina la dini litakuwa kama vazi la kufunika maovu, yaani watu watajidai kuwa na dini, lakini sivyo. Kule kuamini pepo kwamba ni maongezi na wafu kunafungulia mafundisho ya shetani na kuingiza mivuto ya malaika wabovu iwe kanisani. Babeli amejaza kikombe cha ghadhabu ya uovu wake, na uangamivu wake uko karibu kutokea. Lakini Mungu bado anao watu wake katika Babeli, na watu waaminifu hawa lazima watolewe humo ili wasishiriki dhambi zake na wasipate mapigo yake. Malaika anashuka kutoka mbinguni aking'arisha nchi kwa utukufu wake na kutaja maovu ya Babeli. Wito unasikika, tokeni kwake enyi watu wangu. Wito huu ndio maonyo ya mwisho ya Mungu kwa ulimwengu. Uwezo wote wa ulimwengu ukijiunga pamoja ili kupingana na sheria ya Mungu utatangaza wazi kuwa watu wote, wadogo na wakubwa, matajiri na masikini, walio huru na watumwa, Ufunuo sura ya 13 mstari wa 16, lazima wafuate mpango wa kanisa na kupumzika katika sabato ya uongo, Jumapili. Watakaokataa kufuata amri hiyo mwishoni watatajwa kuwa wanastahili kuuawa. Kwa upande mwingine, sheria ya Mungu inayohusiana na pumziko la Muumbaji, yani siku ya Sabato, inatishia adhabu kubwa kwa wale watakaoivunja. Tukiwa na jambo linalotangazwa wazi namna hii, mtu yeyote atakayekanyaga siku ya Mungu, yani Sabato ya siku ya saba, na kuitii siku iliyoamriwa na binadamu, atapokea alama ya mnyama na sanamu yake, alama ya uwezo wa kibinadamu. Mtu kama huyo hawezi kumwacha Mungu. Mtu kama huyo huwa amechagua kumtii mtu badala ya Mungu. Mtu yoyote akimkusujudia huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atatakuwa katika mvinyo ya ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa katika moto wa kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele ya mwana-kondoo. Ufunuo sura ya 14 mstari wa 9 na wa 10. Hakuna mtu atakayestahili kuteswa mateso hayo mpaka awe amepata ukweli sawasawa na akaukataa. Wengi hawajapata nafasi ya kushika ujumbe maalumu unaopaswa kwa wakati huu. Mungu aonye mioyo yote. Hawezi kumwacha mtu yoyote anayehitaji maonyo haya. Kila mtu atapata nafasi ya kufanya uamuzi wake kwa hakika. Jaribu kuu la uaminifu. Sabato, ambayo ndiyo jaribio kuu la unyofu wa mtu, ndiyo kiini cha mapambano. Ingawa kutunza Jumapili ndiyo itakuwa ikiidhinishwa na wale wapiganao na Mungu, lakini utunzaji wa Sabato ya kweli utaonyesha uaminifu wa kweli kwa wale wanaomtii Mungu, ambao ni wanyofu wa kweli. Wakati kundi moja litapokea alama ya mnyama, kundi jingine litapokea muhuri ya Mungu. Utabiri kwamba makanisa na serikali watakuja kuwatesa watu wa Mungu washikao amri zake umedhaniwa kuwa hauna msingi wowote, tena ni upuuzi mtupu. Lakini kwa vile utunzaji wa Jumapili utakavyoenewa na kustawi, mambo yalivyodhaniwa kuwa upuuzi yataonekana kukaribia sana, na ujumbe wa maonyo utakaotolewa kwa nguvu kuliko ulivyotolewa zamani. Kwa kila kizazi, Mungu amekuwa akitumia wajumbe
ili kukemea dhambi, ulimwengu na kanisa pia. Watengenezaji wengi walipofanya kazi yao walitumia hekima kubwa katika kushambulia dhambi za makanisa na za taifa. Walitumaini kuwavuta watu kwa njia ya maisha yao manyofu ya Kikristo ili watu wapate kurudi katika njia ya Biblia, lakini badala ya kufanya kama walivyokusudia, Roho wa Mungu aliwavuvia, akautangaza waziwazi ujumbe wa Mungu wenye maonyo yake bila hofu. Hivyo ndivyo ujumbe wa mwisho utakavyotangazwa. Bwana Mungu atafanya kazi kwa njia ya watu wa kawaida ambao watajitoa kufanya kazi yake. Watu hao watakuwa wamepata maandalizi yao kwa kuvuviwa na Roho Mtakatifu zaidi ya kupata katika vyuo. Watu watabidishwa na Roho Mtakatifu kwenda kulihubiri neno la Mungu. Kwa kadri wanavyojaliwa kujua, dhambi za Babeli zitatajwa dhahiri. Watu watataharuki na kushtuka. Watu wengi walikuwa hawajasikia ujumbe wa namna hiyo. Babeli ni kanisa lililoanguka kwa sababu ya dhambi za kukataa ujumbe wa Mungu. Watu watakapowaendea wachungaji wao na sala, je, mambo haya ni kweli ndivyo yalivyo? Wao watawafariji kwa kuambia hadithi za bure zisizo kweli. Lakini kwa kuwa watu wathibitishwe kwa maandiko, ndivyo yasemavyo Bwana, ndipo wasipopata maandiko watawaita wahubiri kuwa ni wazushi. Kwa hiyo watawachochea watu ili wawatese wahubiri hawa. Viongozi wa makanisa watajitahidi kwa nguvu zote ili kuzuia nuru ya Injili na kuwazuia watu wasiongelee swali hili wala kuyahubiri mambo haya yahubiriwayo katika kanisa. Kanisa litaomba msaada wa nguvu wa serikali kuingilia kati. Wakatoliki na Waprotestanti wataungana. Kwa kadri msukumo wa kushika Jumapili utakavyozidi kukazika, wale washikao amri za Mungu, yaani washikao Sabato, watakabiliwa na adhabu za kufungwa na kulipa faini. Wengine watapandishwa vyeo ili kusudi waikane imani yao. Wengine wataahidiwa zawadi kubwa ili wauache unyofu wao. Lakini jawabu lao litakuwa, tuonyesheni kosa letu katika Biblia. Wale watakaoletwa mahakamani wataitetea kweli kwa uthabiti kiasi cha kuwaaminisha wasikilizaji kujiunga katika kundi hili na kushika amri za Mungu. Maelfu wasingejua ukweli huu kama isingalikuwako kwa njia hiyo. Kule kumtii Mungu na kushika amri zake utahesabiwa kuwa ni uasi. Wazazi watawatendea watoto wao walioamini. Watoto wengine watafukuzwa kutoka nyumbani kwao na kunyimwa urithi. Wote wapendao kuishi maisha ya utawa katika Kristo wataudhiwa. Timotheo 2:3-12. Kwa kadri washika Sabato watakavyokataa kushika Jumapili, wengine watatupwa magerezani, wengine watafukuzwa kuwa wakimbizi, na wengine watatendewa kama watumwa. Kwa kadri Roho wa Mungu atakavyokuwa ameondolewa kwa watu, ulimwengu utakuwa na hali ngeni. Watu watakuwa wakali na wakatili sana. Kicho na upendo wa Mungu vitakapoondolewa. Tufani yakaribia. Kwa kadri tufani ikaribiavyo, watu waliojidai kuwa waumini katika ujumbe wa malaika watatu lakini hawakutakaswa kwa ile kweli, watauacha umini wao na kujiunga na upande wa upinzani. Kule kujiunga na ulimwengu, wanafahamu mambo ya kanisa vizuri ingawa si kamili. Watu ambao zamani walikuwa wakitumikia kanisa vizuri wamekuwa maadui wakali wa wale wa zamani waliokuwa wenzao. Waasi hawa ambao sasa wamekuwa wajumbe wa Shetani kuvuruga kazi ya Mungu na kuwainua watunza Sabato, wataomba msaada wa serikali ili kuwaudhi. Watumishi wa Bwana wametoa maonyo kwa ukamilifu kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hawakuzuilika kwa kutafuta faida zao wala kutafuta heshima na vyeo vya duniani. Kazi hiyo ilikuwa kubwa zaidi ya uwezo wao, lakini hawakuiacha. Wakijisikia katika hali ya unyonge na kutoweza kwao, walimkimbilia mweza yote ili awasaidie. Katika vipindi mbalimbali vya historia ya dunia, kazi ya Mungu imeonyesha maendeleo makubwa kufuatana na hali ya watu kwa vipindi hivyo. Kila kipindi ukweli ulipenya katikati ya upinzani. Wajumbe wa Bwana hutimiza wajibu wao na kumwachia mwingine matokeo, yaani Mungu. Upinzani kufikia kikomo kipya. Mapingamizi yalifikia hali ya mateso makali. Watumishi wa Mungu walitiwa wasiwasi, maana huonekana kana kwamba wamejiletea matatizo, lakini neno la Mungu huwathibitishia kuwa hawakukosa. Basi imani yao uzidi na juhudi zao huongezeka. Usemi wao kuwa Kristo ameshinda uwezo wa dunia
Kwa hiyo sisi nasi tutaufuje ulimwengu ulioshindwa tayari. Hakuna mtu aliyemtumikia Mungu bila kujiandikisha katika vita ya mwovu. Malaika waovu watamshambulia kwa sababu wanyang'anya watu wao, yaani huteka mateka. Watu waovu watajaribu kumtenganisha na Mungu kwa kumletea majaribu. Hayo yote yakishindwa, ndipo nguvu hutumika kumlazimisha. Lakini kwa kuwa Kristo ni mtetezi wa binadamu katika hekalu la mbinguni, mvuto wa Roho Mtakatifu wavuvia watawala na waamuzi. Ingawa wengi wa watawala ni wajumbe wa Shetani, lakini Mungu anao ujumbe wake pia katika waongozi wengi wa dunia. Watu wachache watazuia tufani iliyokuwa karibu kutokea. Upinzani wa kweli wa Mungu utazuilika mpaka ujumbe utakaposhika baadhi ya wakuu hawa, na baadhi yao watakata shauri kujiunga na watu wa Mungu wakati wa matatizo. Mvua ya masika na kilio kikuu. Malaika ambaye anaungana na malaika watatu ataungaza ulimwengu wote kwa utukufu wake. Ujumbe wa malaika wa kwanza ulitangazwa katika kila kituo cha misheni ulimwenguni pote. Katika nchi nyingine palikuwapo mwitiko mkuu wa ujumbe ambao tangu siku ya watengenezaji haukuonekana mwitikio kama huo, lakini mwitikio huo utazidiwa na ule wa ujumbe wa mwisho kwa ulimwengu, ule wa malaika watatu. Kazi itafanana na ile ya siku ya Pentekoste. Mvua ya vuli ilitokea ili kuotesha mbegu za Injili huko mwanzoni. Kadhalika, mvua ya masika itatolewa wakati Injili inapofungwa ili kukomaza mavuno ya Injili. Hosea sura ya 6 mstari wa 3, Yoeli sura ya 2 mstari wa 23. Kazi kuu ya Injili haitafungwa vivi hivi tu bila maonyesho makuu ya uwezo wa Mungu. Kama ilivyofunguliwa, unabii uliotimizwa katika kufunguliwa kwake utatimizwa pia katika kufungwa kwake. Hapa ndiko wakati wa kuburudishwa ambako Petro alikutazamia. Matendo sura ya 3 mstari wa 19 na wa 20. Watumishi wa Mungu wenye nyuso za kung'aa kwa kujitoa kwao kamili wataharakisha wakienda huko na huko kuutangaza ujumbe wa mbinguni. Miujiza itatendeka, wagonjwa wataponyeshwa. Shetani pia atafanya miujiza yake ya uongo, hata kushusha moto kutoka mbinguni machoni pa wanadamu. Ufunuo sura ya 13 mstari wa 13. Hivyo walimwengu watakabiliwa na uamuzi halisi kule watakaposimama. Ujumbe hautatangazwa kwa njia ya mabishano, bali kwa njia ya uthibitisho kwa Roho ya Mungu. Majadiliano yamefanyika, vitabu pia vimefanya sehemu yake. Hata hivyo, wengi hawakuweza kuufahamu ukweli kamili. Sasa ukweli unadhihirika. Kwa hiyo hakuna mtu awezaye kuzuiwa na jamaa au waongozi wa kanisa asijiunge na kundi la kweli la Mungu. Walakini watu wengi sana watajiunga upande wa watu wa Mungu.